na kama unaonekana kwenye slide hapa, mkoa wa Ruvuma ni mkoa mmoja wapo ambao umeonyesha gridi ya taifa, na tunaonyesha gridi ya taifa kupitia substation zetu mbili, substation ya Madaba na substation ya Songea, ambazo kwa jumla zina total ya MVA 90, ambazo kwa pamoja kiweko kwa megawatt zina capacity ya megawatt 72, na matumizi yetu mpaka sasa ya umeme ni megawatt 24. Kwa hiyo tuna ziada ya megawatt 77.4, na maana yake inaweza kuaccommodate zaidi na zaidi uwekezaji na viwanda vyetu, kwa sababu capacity ni kubwa. Katika usambazaji umeme mpaka sasa kuna vijiji vyetu, katika vijiji vyote 554 vimepelekea umeme kwa 100%, na sasa hapo inachanganua kuonyesha kwamba kuna katika kata zetu zote 73 zina umeme, vijiji vyetu 554 vina umeme, lakini sasa tunaelekea kwenye vitongoji. Katika vitongoji 3691 vitongoji vyenye umeme ni 1975, na vitongoji ambavyo havina umeme ni 1716, ambao kazi inaendelea. Na katika mkoa wetu kuna miradi mikubwa ambayo inatekelezwa. Kuna mradi mkubwa kupeleka umeme kwa kutumia msongo wa 200 kV kupeleka wilaya ya Tunduru. Mpaka sasa mradi umefikia 50%, na bado tutaendelea. Katika utekelezaji kuna miradi ambayo inatekelezwa katika mkoa wa Ruvuma, na kuna mradi unatekelezwa REA na Mzee na Mtu, na tuna wakandarasi wawili ambao ni White City na Namis kwa gharama bilioni 53.6 ambao ni Namis Corporation, na bilioni 77.1 kwa White City. Na mradi mwingine ambao tunautekeleza katika mkoa wa Ruvuma, kuna mradi wa kupeleka kwenye umeme kwenye maeneo ya biashara ya small mining na migodi na shughuli za biashara, tunatekeleza na mkandarasi wa Dynam kwa gharama milioni 5.5, na kuna mradi ambao unaotekelezwa sasa hivi tena, ulikuwa umetekelezwa tena kupeleka kwenye umeme kwenye pampu za maji, vituo vya afya kwa gharama milioni 848 kwa, na mkandarasi alikuwa ni State Grid. Na kuna mradi wa ujazilizi densification 2C ambao unatekelezwa kwa bilioni 33, na mkandarasi anayetekeleza ni MF Electrical Engineering. Na kuna mradi wa kupeleka umeme kwenye vitongoji Hamlet Electrification 2 kwa gharama bilioni 14.5, na mkandarasi anayetekeleza ni CC International Engineering. Tukienda kugawa kwenye majimbo, mpaka tunapoongea sasa, katika jimbo la Peramiho ambalo lina vijiji 56, vijiji vyote vina umeme 100%, na katika miradi inayotekelezwa katika saizi inayotekelezwa na vitongoji ambavyo vina kwenye umeme ni 216, na tunategemea baada ya kumaliza miradi ya vitongoji hali ya umeme itaongezeka. Kwa sasa katika jimbo la Peramiho ni vitongoji ambavyo vyenye umeme ni asilimia 47. Baada ya kumaliza miradi ya vitongoji tunategemea asilimia itapanda mpaka asilimia 60. Baada ya hapo kuna jimbo la Mbinga mjini. Katika jimbo la Mbinga mjini ambalo lina kata 19, kata zote zina umeme, vijiji 49, vijiji vyote vina umeme, na vitongoji 273. Katika vijiji vyote, katika vitongoji 200, katika vitongoji 273, vitongoji 104 vina umeme, na ambao ni asilimia 38. Tunategemea baada ya kukamilisha miradi inayopeleka umeme katika vitongoji, asilimia yake itapanda mpaka kufikia asilimia 54. Tukienda katika jimbo la Mbinga vijijini ambalo lina kata 28, kata zote zina umeme na vijiji vyote vina umeme, na vitongoji 782. Katika vitongoji 782, vitongoji 293 ndio vina umeme sawa asilimia 36.71, na tunategemea baada ya kukamilika kwa miradi ambayo inatekelezwa sasa ya umeme vijijini, hali ya upatikanaji umeme itapanda mpaka kufikia asilimia 73.20. Tukienda kwenye jimbo la Namtumbo ambalo lina kata 21, kata zote zina umeme, na vijiji 66, vijiji vyote vina umeme, na vitongoji 424. Katika vitongoji
katika vitongoji 424 vitongoji 266 vina umeme sawa na asilimia 62.73, na tunategemea baada ya kutekeleza umeme, baada ya kutekeleza miradi ya umeme vijijini, upatikanaji umeme utapanda katika miradi ambayo tulionao sasa hizi, itapanda mpaka kufikia asilimia 77.12. Tukija katika jimbo la Madaba ambayo lina vijiji na kata 8 na vijiji 22, vyote vijiji vina umeme na vitongoji vyake 170, vitongoji 135 vina umeme sawa na asilimia 79.71, na tunategemea kufanyika mradi wa Jazilizi na mradi wa vitongoji 15 vya mheshimiwa mbunge. Tuna hakika yenyewe itafikia asilimia 96.747. Katika jimbo la Nyasa ambao kuna kata 20 na vijiji 84, vijiji vyote vina umeme na vitongoji 421 na vijiji 80 vyote vina umeme, vitongoji 103 vina umeme sana 39.34. Katika jimbo la Nyasa ambao lina vijiji lina kata 20, kata zote zina umeme, vijiji 84 vijiji vyote vina umeme na vitongoji 421. Katika vitongoji 421 vitongoji 103 vina umeme sawa na asilimia 39.34, na tunategemea baada ya kufanyika mradi wa densification 2C na mradi wa hamlet edification itapanda mpaka kufikia asilimia 47.03. Tukienda katika jimbo la Tunduru Kusini ambayo lina kata 15 na vijiji 65, vijiji vyote vina umeme na kata zote zina umeme. Katika vitongoji 576 vilivyopo vitongoji 340 vina umeme na ambao ni sawa na asilimia 59.02, na tunategemea baada ya kukamilika kwa miradi ya densification 2C na hamlet edification tunayofanyika sasa itapanda mpaka kufikia asilimia 66.49. Katika jimbo la Tunduru Kaskazini ambao lina kata 24 na vijiji 92 na vitongoji 102, vijiji vyote 90 vina umeme na vitongoji 468 sawa na asilimia 77.74 vina umeme, na tunategemea baada ya kukamilika kwa mradi unaofanyika sasa hizi vitongoji itafikia asilimia 90.36. Katika miradi ambayo tunaifanya TANESCO na katika mwaka wa 2024-2025 miradi ambayo tumeifanya, kuna miradi ya kusogeza miundombinu kwa wateja. Tumetekeleza miradi ya bilioni 3.28 na miradi 22 tumekabilia hasa maeneo mjini hapa ama na yale maeneo pembezoni ambayo tumekuwa tukiyafikia, na pia kuna miradi ambayo tulikuwa tukifanya tena ya kufanya ukarabati miundombinu ambayo kwa ujumla au kuboresha miundombinu ambayo kusema kwamba kuna voltage ndogo. Tumefanya miradi 30 ambayo ina salama takriban milioni 2.48. Miradi ya matengenezo ambayo tunafanya kila siku kuhakikisha kwamba umeme unakuwa reliable, tunaendelea kutekeleza kwa miradi 38 ambayo thamani yake ni bilioni 2.28. Katika mwaka huu wa fedha tulipewa lengo la kuunganisha wateja 19,190, lakini mpaka tunapoongea tumefanikiwa kuunganisha wateja 19,831. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba